Kwanza kabisa nitoe pole kwa sababu sisi ni sehemu ya watu ambao tuliathirika na mambo ambayo wameyasema vizuri kabisa wakati akiomba shehe wetu wa mkoa. Kwa hivyo sitarejea kwa kirefu, lakini nitoe nafasi hii, nitumie fursa hii kuwapa pole sana wana Mbeya wenzangu, wana Uyole wenzangu na Watanzania wenzangu kwa jambo hili ambalo lilipata taifa letu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na wakati huo huo kwa sababu shehe alishawaombea wenzetu waliotangulia na wale ambao walio majeruhi amewaombea afya njema, nitumie pia fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kukukaribisha Mbeya, lakini kwa ziara hii maalum nitoe pole sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hii changamoto ambayo ilitokea, ambayo hata ziara yako imepata nafasi ya kutembelea miundombinu mbalimbali ambayo ilipata hizo changamoto pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na hilo jambo maalum, nianze na sehemu mojawapo ambayo sisi wana Mbeya tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwenye eneo la miundombinu, umeona na wewe tangu ufike jana na leo pia maeneo mbalimbali, barabara yetu kuu kabisa hii ya Tanzam kilomita 218 mpaka Tunduma kuanzia Igawa inajengwa. Na katika kujengwa tulipendelewa wana Mbeya mjini, wana Uyole kwamba barabara ianzie hapa katikati. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu barabara hii tumeshaanza kuona lami ikiwekwa, njia 4 sasa ni halisi. Tunakuomba salamu hizi utupelekee kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini katika kutaja barabara hii kubwa, tunafahamu wazi kwamba hapa Mbeya mjini pamoja na kwamba panaitwa jiji, kwa kweli barabara zetu bado ni mtihani. Ni mtihani kwa sababu mitaa yetu 181 hakuna mtaa ambao utasema kwamba wenyewe ndio unalami sasa tuhamie kwenye mitaa mingine. Mitaa yetu yote imejaa vumbi. Tunashukuru, na ndio maana nilianza kwa kuitaja kwanza hii barabara. Ameeleza vizuri sana hapa naibu waziri wa TAMISEMI ambaye sasa yuko chini ya ofisi yako kuhusu fedha nyingi, mabilioni yaliyokuja kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa barabara za mitaa yetu uko takriban kilomita 400. Kwa hiyo ziko hizo 23, ziko nyingine zilitengenezwa zamani sana kama mitaa ya Majengo kule, barabara inabidi zitengenezwe upya. Kwa hivyo mitaa yetu bado ina changamoto kubwa sana ya miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa TARURA sasa itakuwa chini ya ofisi yako, maana ofisi ya TAMISEMI ilikuwa kwa Mheshimiwa Rais, lakini amekuletea wewe na wewe umetutembelea sasa. Ulichukua hili majimbo haya mawili, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini, kwa maana ya halmashauri ya jiji la Mbeya, kama sehemu ya kipaumbele kwa habari ya miundombinu ya barabara kwenye maeneo yetu. Na nikitaja barabara, kuna maeneo ambayo vivuko ni shida. Namuona hapa anapiga makofi diwani kutoka Iduda, kule kuna vivuko viwili hatari kabisa, watu huwa wanakosa kabisa mawasiliano. Kwa tukizitaja barabara hizi za mitaa, tunaamini kwamba na vivuko vitakumbukwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini katika kumalizia ile eneo la miundombinu, barabara yetu ya mchepuko ambayo itatuondolea malori kupita hapa katikati ya jiji, ama hii barabara ya Tanzam, kwanza kwa ajili ya kurahisisha, kwa sababu hili jiji la Mbeya ni jiji ambalo linakaribisha nchi nyingi za SADC. Sasa kwa ajili ya kurahisisha eneo hili, serikali imeshalipa fidia kwa ajili ya kujenga barabara ya mchepuko ambao ni zaidi ya kilomita 48. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sasa barabara hii ianze kujengwa kama ambavyo inajengwa ya Tanzam, na ile ijengwe ili tuondoe msongamano wa malori hapa katikati, yaanze kupita barabara ya mchepuko kama ambavyo ilikusudiwa tangu awali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la maji. Kwenye maji hapa jiji letu la Mbeya tuna changamoto pia. Eneo la Uyole lakini pia mjini tuna changamoto ya maji kubwa sana. Lakini nitumie fursa hii kuwapongeza sana mamlaka ya maji Mbeya, wanafanya kazi nzuri. Katika makusanyo yao ya ndani wanajitahidi kuanzisha miradi midogo midogo, lakini hiyo haitoshelezi kwa sababu ya wingi wa wananchi wa Mbeya. Nitumie fursa hii
kuleta kwako shukurani maalum kabisa za Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu mradi wa Kiwira wa zaidi ya bilioni 117 ambao umeshaanza utekelezaji, na tunashukuru mkandarasi amekuwa akilipwa, utekelezaji unaendelea. Katika kushukuru huko, tunaomba pale ambapo mkandarasi anakuwa ameleta zile certificates, basi alipwe kwa haraka ili mradi ukamilike na changamoto ya maji wana Mbeya iishe, lakini pia kwa sehemu wana Rungwe itaisha, lakini pia kwa sehemu wana Mbeya vijijini itapungua kwa kiasi kikubwa, na watu wa Chunya pia wanaweza wakapitiwa na huo mradi kwa sababu maji yatakuwa mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme pia kidogo kuhusu wafanyabiashara wadogo lakini pia na hata wale wakubwa. Barabara hii kubwa inayoenda kujengwa hapo katikati ya Tanzam inaleta athari, pengine niseme hasi kwa upande mmoja, kwa wale wamama wanaouza ndizi na wababa ambao wanafanya biashara na vijana wanaofanya biashara kwenye barabara hii. Kwa sasa, kwa sababu sisi huku upande wa Uyole ndio tutaathirika zaidi kwa wale wanaofanya kazi barabarani, tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukua ombi letu. Tunaomba barabara hii, huyu mkandarasi anayejenga au baadaye kisha kamilika, basi tutengenezewe mazingira ambayo tunaweza kufanya biashara si mbali sana na barabara, kwa sababu biashara zetu tunawategemea wale watu ambao wanashuka kwenye magari na wale ambao wanaenda na magari kwenye mikoa mingine.